Leo nataka nikuletee uchambuzi wa kina juu ya mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kule katika taifa la Iran, ambapo nimekuwa nikikuletea update mbalimbali juu ya mambo ambayo yanaendelea, na nikwambia kwa sasa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ambaye aliuawa Februari 28 mwaka 2026 ameweza kuzikwa nyumbani kwake huko Mashhad, na maelfu ya wafuasi wake waliweza kujitokeza kwenye kumsindikiza kwenye safari yake ya mwisho. Na hiyo ndo safari ambayo kila binadamu awe mwenye nguvu kiasi gani, mwenye fedha kiasi gani, basi ni safari ambayo ataipitia kila mwanadamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema yeye ndiye Alfa na Omega, yeye ndiye mwanzo na mwisho, na binadamu ni mavumbi na mavumbini ataweza kurudi. Sasa najua kichwani mwako utakuwa na maswali mbalimbali kuendana na vile ambavyo unavifuatilia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Maswali ni mengi sana, unaweza ukawa nayo kichwani. Kwa hiyo hapa nitajaribu kudadavua kwa uchache, angalau kwa kupa ufahamu kwa yale ambayo ilikuwa yanakuletea sintofahamu unapoendelea kufuatilia juu ya mambo ya Iran. Kwanza kabisa najua utakuwa unajiuliza, kwa nini Iran wanataka kulipiza kisasi cha kifo cha kiongozi Ayatollah Ali Khamenei, na je, wanalenga kumua kiongozi gani hasa? Wanaposema kisasi lazima kitalipwa, kisasi lazima kitalipwa. Nikwambie, kwanza kabisa unapaswa ufahamu sababu kuu za Iran kulipiza kisasi kifo cha Khamenei. Ayatollah Ali aliyekuwa kiongozi mkuu wa Iran ambaye aliuawa kwenye shambulio la anga la Marekani na Israeli siku ya kwanza ya vita, tukio ambalo lilisababisha hasira kubwa miongoni mwa wananchi na jeshi la Iran. Kwanza kabisa ni kutaka kuweka heshima kwa taifa lao. Kumbuka, Khamenei alionekana kama mti wa mapinduzi ya Kiislamu, na kifo chake iliweza kuchukuliwa kama udhalilishaji wa taifa na shambulio dhidi ya Uislamu wa Shia. Lakini pia ukitazama na hata wakati wa maombolezo, waombolezi walibeba mabango akisema we will kill Trump na hey Trump we will kill you. Yes, rudia maneno aliyoandika, we will kill Trump and hey Trump we will kill you, ikiwa na maana ya kwamba lengo lao kubwa wanatamani kumuua Trump kama alivyomuua Ayatollah Khamenei. Na Mojtaba Khamenei ambaye ni mwanae aliyechaguliwa kuwa mrithi, yeye hakujitokeza hadharani tangu kifo cha baba yake, akisemekana moja kwa moja alikuwa mafichoni kwa ajili ya ulinzi wake, japo zipo taarifa mbalimbali ambavyo vyombo hivyo vya magharibi viliweza kuonyesha kwamba alibadilisha mfumo wake wa muonekano wake, akitoa ndevu, akivaa kapero na t-shirt, akiwa ndani ya mazishi ya baba yake. Japo hizo picha hazijathibitishwa kama ni kweli alikuwa ni Mojtaba Khamenei ambaye aliingia katika mfumo huo. Sasa malengo ya kisasi ya Iran kwanza ni kwa Rais Donald Trump. Iran imekuwa ikimtaja moja kwa moja Donald Trump kama mhusika mkuu wa shambulio ambalo lilimuua Khamenei, na vyanzo vya Al Monitor vinasema Israeli iliambia Marekani kuwa Iran imepanga mpango mpya wa kumuua Trump. Mpango huo unakuaje? Haujawekwa hadharani. Lakini pia maafisa wa kijeshi wa Marekani, Iran imekuwa ikishambulia vituo vya kijeshi vya Marekani vilivyoko Kuwait, Bahrain na Qatar, ikidai ni sehemu ya kulipiza kisasi, kwa sababu haya ni maeneo ambayo Marekani aliyatumia kurushia makombora yake moja kwa moja kutoka hapo, makombora ambayo yalikwenda kumwangamiza Ayatollah Ali Khamenei aliyekuwa kwenye vikao na mwendelezo wa ratiba zake za kila siku. Lakini pia washirika wa Marekani kama hizo maeneo ya Guba, Marekani yeye ana washirika wake, na ukitazama makombora ambayo yamekuwa yakiripotiwa kuelekezwa Iran ni makombora ambayo yanatoka kwa washirika wa Marekani kwenye Guba. Na Iran yeye malengo yake ya kisasi ni anaweza kurusha makombora kwenye mashua za biashara za Saudi Arabia na Qatar na hata Jordan. Lengo kubwa ni kuzuia hasa mtiririko mzuri kwa upande wa Marekani wa chochote atakachokuwa anakichukua, lakini kwake yeye ni kulipiza kisasi. Na nikwambie, Iran wameripoti kushambulia miundombinu ya kijeshi ya Marekani kwenye Kuba, ikijumuisha maeneo ya Kuwait, Bahrain na Qatar, na mengineo mengi ambayo yamekuwa yakiendelea. Na nikwambie tu, kwa mtazamo wa kimataifa, mashambulizi ya pande zote yanaendelea kuleta hofu ya kurudi kwenye vita vya wazi kati ya Iran na Marekani, ambavyo tayari vimesababisha vifo vya maelfu ya watu wakiwemo wanajeshi na raia, na kudhoofisha usambazaji wa mafuta duniani. Sasa unaweza ukawa unajiuliza, mwili wa Ayatollah Khamenei kwa nini haukuzikwa mapema kama ilivyo desturi ya Waislamu? Huwa mtu kifa haukupotezei muda,
wanakupumzisha kwenye nyumba yako milele. Lakini Iran wakauhifadhi wa mwili. Je, waliuhifadhi wapi mwili wa Ayatollah Khamenei kwa kipindi cha siku 40 alipouawa na Marekani? Hili ni swali la msingi sana ambalo unapaswa kuweza kufahamu. Na kwa mujibu wa taarifa ambazo zilitolewa na nimezifuatilia na kuthibitisha kupitia vyombo mbalimbali vya habari vya Iran na wachambuzi wa kimataifa, mwili wa Ayatollah Khamenei haukuzikwa mara moja baada ya kifo chake kwa sababu za kidini, kisiasa na kiusalama. Alikuwa ni kiongozi mkubwa huyo. Kumbuka ni kiongozi mkuu wa pili wa Iran. Huyo Ayatollah Khamenei. Na sababu za kuchelewesha mazishi ya Ayatollah Khamenei ilikuwa kwanza ni heshima ya kidini na kitaifa. Khamenei licha kwamba alikuwa kiongozi mkuu wa Iran kwa zaidi ya miongo minne, serikali ilitaka kutoa muda wa kutosha kwa mamilioni ya wananchi kutoka miji yote ya Iran kushiriki maombolezo. Na mazishi yake yalipangwa kufanyika baada ya siku 40 za maombolezo, desturi ambayo inajulikana kama 40, ambayo ni kumbukumbu ya siku 40 baada ya kifo cha mtu mtakatifu katika utamaduni wa Shia. Lakini pia sababu nyingine ambazo walizichukua ili kuchelewesha mazishi ya Ayatollah Khamenei ni sababu za kiusalama. Kumbuka baada ya shambulio lililomuua kulikuwa na hofu ya mashambulizi ya kulipiza kisasi au kuvuruga mazishi. Jeshi la Iran lilihifadhi mwili wake kwenye kituo cha kijeshi cha Imam Reza mjini Mashhad, ambacho kilikuwa na ulinzi mkali wa jeshi la walinzi wa mapinduzi, wengine kidaiwa ni makomando ambao walikuwa pale wakilinda mwili wa Ayatollah Khamenei. Lakini pia ukirudi utaratibu sasa wa kidini wa Shia, tofauti na desturi ya Waislamu wa Sunni ambao huzika ndani ya saa 24, Waislamu wa Shia mara nyingine huchelewesha mazishi ya viongozi wakuu ili kuruhusu ibada maalum na dua na ziara za heshima za viongozi mbalimbali kuendana na uzito wa kiongozi yule. Kwa hiyo mambo ndio yalikuwa hivyo. Lakini mahali mwili ulipokuwa umehifadhiwa, kwa mujibu wa ripoti ya Tasnim News na Al Jazeera, mwili wa Khamenei ulihifadhiwa kwa muda kwenye hifadhi ya baridi ya kijeshi military mortuary mjini Mashhad, baadaye ukahamishwa kwa muda mfupi kwenye eneo la haramu ya Imam Reza, eneo takatifu zaidi kwa Waislamu wa Shia nchini Iran, kabla ya mazishi rasmi tarehe 9 Julai 2026. Na nimekutajia masuala ya siku 40. Nini maana ya siku 40? Katika utamaduni wa Shia, 40 ni kipindi cha maombolezo kinachohusishwa na kifo cha Imam Hussein. Iran ilitumia mfano huo kwa Khamenei, kimuita shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu. Kwa hiyo kuchelewesha mazishi kulikuwa na maana ya kiroho na kisiasa, kuonyesha kuwa kifo chake ni cha ushahidi na si cha kawaida. Kwa hiyo kwa ufupi, mwili wa Ayatollah Khamenei ulikuwa katika mfumo mzima wa kiheshima kwa upande wa Iran. Sasa unaweza pia ukawa unajiuliza, baada ya kuvunjika kwa makubaliano haya ambayo yamepelekea vita, wakati Iran ikiwa kwenye kupumzisha mwili wa Ayatollah Khamenei, kiongozi wao mkuu, vita ambavyo tunasema ni kwa mara nyingine tena, nini kifanyike ili vita viishe? Unaweza ukawa na swali la namna hiyo. Sasa nikwambie hatua ambazo zinaweza kusaidia kumaliza vita hivi kwa mujibu wa masuala mazima ya kidiplomasia. Kitu cha kwanza ni mazungumzo ya moja kwa moja. Marekani na Iran warudi mezani bila masharti magumu, wakihusisha Umoja wa Mataifa. Hapo Umoja wa Mataifa naye amekuwa butu, haumi, ni mbwa koko asiyeumwa asiyebweka, na nchi zisizo na upande kama wapatanishi. Na hapa sana sana huwa pia wanatazama nchi zenye uchumi mkubwa ambazo huwa zinamtikisa Marekani kama Urusi, China, India, moja nchi ambazo pia huwa zinatizama, zina sauti kidogo tofauti na mataifa haya ya NATO ambayo Marekani bado amekuwa kia control. Lakini pia kuna swala zima la kujenga imani ya usalama. Hatua ndogo za kuonyesha nia njema kama kusitisha mashambulizi ya makombora au kuondoa baadhi ya vikosi vya kijeshi katika Ghuba ni moja ya hatua ambazo zinaweza kusaidia kumaliza vita. Lakini pia ukitazama Saudi Arabia, Qatar na Oman wanaweza kuwa daraja la mazungumzo kwa sababu wanahusiana na pande zote mbili. Kwa hiyo wanaweza kuhusishwa hapo pia na mambo yakawa vizuri. Lakini ukitazama kwenye kuweka vipaumbele vya kibinadamu, kuna kukubaliana angalau juu ya misaada ya dharura kwa raia waliokumbwa na vita. Lengo ni kupunguza shinikizo la kimataifa. Lakini pia wanaweza wakarejesha makubaliano yale ya nyuklia JCPOA. Kwa hiyo hata kama makubaliano yale yamevunjika, kurejea kwenye mfumo wa kudhibiti nyuklia ni njia ya kupunguza hofu na kuzuia mashindano ya silaha kwa upande wa Iran. Kwa hiyo huo ni mtazamo ambao upo. Sasa Trump anaweza shinda vita dhidi ya Iran kwa sasa au amefeli kabisa?
Kwa sasa hali ya vita kati ya Marekani na Iran imekuwa ngumu sana, na wachambuzi wengi na wanadiplomasia wanasema Trump hajafanikiwa kuishinda Iran. Badala yake mashambulizi ya makombora na vikosi vya Iran yameendelea kulenga vituo vya Marekani kwenye Ghuba ya Kuwait, Bahrain, Qatar na hata kuharibu ndege za kijeshi kama MQ-9. Sasa kwa nini Trump anaonekana kufeli? Kwanza ni nguvu ya upinzani wa Iran. Iran yeye ameonyesha uwezo mkubwa wa kujibu mashambulizi akitumia makombora ya masafa marefu na vikosi vya Pasdaran. Lakini ukitazama kwenye vituo vya kijeshi na meli za Marekani zimekuwa zikiendelea kuteketezwa. Hii ni hasara kwa Marekani. Kwa hiyo zimekuwa shabaha mara kwa mara, na hii imepunguza imani ya washirikani katika eneo. Lakini pia ukitazama kwenye kifo cha Khamenei, badala ya kuofisha Iran, kifo cha Khamenei kimeongeza mshikamano wa wananchi na jeshi na kuimarisha ari ya kisasi. Na ukitazama Umoja wa Mataifa na nchi za Ulaya wamesema wazi kuwa Marekani inapaswa kusitisha mashambulizi, jambo ambalo linamweka Trump kwenye hali ya kisiasa ngumu, na hili ni shinikizo la kimataifa ambalo wakati mwingine linaweza likawa na makali na wakati mwingine linaweza lisiwe na makali. Kwa hiyo kwa sasa vita vimegeuka kuwa vita vya kuchoka, war of attrition, na hakuna upande ambao unaweza kudai ushindi kamili. Marekani ina nguvu kubwa ya kijeshi, lakini Iran imefanikiwa kuzuia na kulipiza kisasi kwa kiwango kinachodhihirisha kuwa ushindi wa haraka haupo tena kwa taifa la Marekani. Sasa tuende kwenye swali la mwisho, nisikuchoshe sana. Baada ya vita vya siku 40, Iran yeye anajivunia kushinda vita dhidi ya Iran na kufubaza nguvu ya Marekani na ushawishi wake duniani. Au yote hayo yanaendelea ni propaganda, ni kwamba Iran amefeli, anajaribu kuwatuka tu. Unajua kuna wengi wanatazama Iran anachozungumza ni ubwatukaji tu, kwamba hana lolote, hana chochote. Lakini nikwambie yapo mambo ambayo yanaonyesha kwamba Iran anapaswa kujivunia ushindi. Moja mambo hayo ni ari ya kisiasa. Kitazama kifo cha Ayatollah Khamenei kimegeuzwa kuwa alama ya mshikamano wa kitaifa, na wananchi wengi wanahisi Iran imesimama imara dhidi ya Marekani. Lakini pia ukitazama mambo ambayo yanaonyesha Iran inajivunia ushindi ni mashambulio kulipiza kisasi. Iran imefanikiwa kushambulia vituo vya kijeshi vya Marekani kwenye Ghuba ya Kuwait, Bahrain, Qatar na kudhuru ndege za kijeshi, na inadaiwa kwa sasa Marekani anajaribu kuhamisha baadhi ya silaha zake ili asizidi kupata hasara zaidi. Lakini pia ukitazama kwenye ushawishi wa kimataifa umeongezeka, kwa hiyo ni ushindi mkubwa kwa Iran. Lakini kuna changamoto ambazo bado zipo. Ukitazama kwenye nguvu ya kijeshi ya Marekani yeye kiujumla, licha kwamba ameshambuliwa kwenye hayo maeneo, lakini bado ana uwezo mkubwa wa anga na majini, na hii inaweza kuendeleza vita kwa muda mrefu. Kwa hiyo ukitazama kwenye upande huo, Iran anapaswa kuwa makini. Lakini Marekani ni ngumu kuingia kwenye vita vya moja kwa moja, nchi kwa nchi, yani kutoka Marekani ashambulie kutoka Marekani kwenda kwenye taifa la Iran, akihofia hasara zaidi ndani ya taifa lake. Marekani kutoka kwenye vita vingi ambavyo ameshiriki vita hivyo kupitia nchi jirani, so yeye kuingia moja kwa moja nchi yake, kutumia maeneo yake ya nchi kushambulia adui, licha kwamba amekuwa na silaha za kufika masafa marefu. Lakini ukitazama kwenye swala zima la shinikizo la kiuchumi, Marekani ameendelea kuweka vikwazo na washirika wake kwa Iran ambavyo kwa kiasi kidogo vimeathiri uchumi wa Iran. Kwa hiyo hayo mambo ni mambo ambayo pia yanatakiwa yaweze kushughulikiwa. Kama utakuwa na swali lolote baada ya kusikia uchambuzi huu, unaweza kuniandikia kwenye comment. Unahitaji uchambuzi wa jambo gani? Unahitaji kuongeza ufahamu zaidi wa jambo gani juu ya mambo haya ya Iran, Israeli na Marekani, ili unapoketi ujue ufahamu wako uweze kuwa vizuri, usije ukapepetwa tu kama mchele ndani ya ungo. Shukrani kwa Baba Ukivita. Mimi The Rich Voice.